tuko na mgeni. Jina langu ni Mary Maina. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Ninafurahia siku ya leo kwa sababu amenipatia wakati wa kuja katika nyumba lake, ndio tuwe wa kusikiza neno lake tukiwa pamoja. Namshukuru mchungaji wetu kwa kunipatia wakati huu na kunipatia huu mwanya ndio nisimame hapa mbele yenu nikinyenyekea sana, kwa sababu siwezi bila Mungu. Na washukuru pia wazee wa kanisa, na sisi zote tumekuja ndio tusikie vile Mungu anataka kutuambia. Tumesomewa masomo yetu mawili. Somo la kwanza tumesomewa kutoka kitabu cha Psalms 119, na wasomaji wamesoma vizuri, na pia tukasomewa kitabu ya Colossians 2 verses 6 mpaka 10. Nashukuru Mungu kwa hii maada. Mungu aliona ni vyema atupatie mizizi imara kujengwa katika ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Mizizi imara kujengwa ndani ya Kristo. Na kwa hii quarter tuko na maada ingine, sub theme, developing spiritual growth. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo huu ni wakati wetu. Mungu ameona ni vizuri tuwe wa kuendelea kusoma hili neno, na ndio tulisikie liwe la kutubadilisha na kutuweka nguvu, kwa sababu hakika hatutaweza kuendelea hii safari bila kujengwa mizizi. Sio tu mizizi imara, tujengwe ndani ya Kristo. Na Paulo aliandika hiki kitabu cha Colossians akiwa amefungwa, ako korokoroni huko Rome. Ameandikia Wakristo wa kanisa la Kolosi iko huko Asia. Na kwa nini aliwaandikia hii barua? Hii barua aliwaandikia kwa sababu wakati huo kulikuwa na changamoto katika hilo kanisa na huyo mji. Kulikuwa na watu walikuwa wanakuja kuhubiri mambo yenye haikuwa na msingi katika Yesu, false teachings. Na kwa hivyo Paulo akaandika ndio awaelezee Wakristo ya kwamba ni lazima wakae wakidumu, wasimame imara katika imani yao. Na pia alikuwa anataka kuwaonyesha kila kitu wanahitaji katika maisha yao inaonekana katika Kristo. Hata sisi kuna kitu tunaweza hitaji leo yenye haipatikani kwa Yesu. Kunayo. Kwa hivyo hata sisi hii message ni yetu. Na Paul akasema so then just as you received Christ as Lord, continue to live your lives in him. Bwana asifiwe. Tulimpokea Yesu. Ama kama uko hapo na hujampokea Yesu, ni wakati mwema wa kumpokea Yesu. Lakini akawaambia continue to live your lives in Christ. Tuendelee kuishi maisha yetu tukiwa ndani ya Kristo. Ni kwa sababu tukiendelea kukaa maisha yetu bila Yesu hatutaweza. Nataka uangalie safari hii tumetembea, kwa sababu kila mmoja wetu tumetembea safari. Angalia kutoka wakati uliokoka mpaka pahali umefika. Si ni Mungu amekuwezesha? Angalia kutoka wakati pengine uliolewa mpaka wakati huu, si ni Mungu? Tafakari mpaka wakati pengine ulipata watoto, unaendelea kuwalea, unawalea katika Bwana. Na hiyo mambo yote hatuwezi bila kujengwa mizizi ndani ya neno la Bwana. Praise the name of the Lord.
Na hapo ndio ningetaka sana sana tuendelee kutafakari, kuangalia the book of Psalms 119, kwa sababu neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa. Kichwa ya masomo yangu, kujengwa mizizi imara ya kiroho kupitia neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Kujengwa mizizi imara ya kiroho kupitia neno la Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Hakika ya ulimwengu itaisha, yote itaisha, lakini neno litasimama. Pahali tumesoma Psalms 119, 105, technical team, kindly give me that text, 105, verse by verse. Kitabu ya Psalms 199 is the longest psalm among the psalms. In fact, Psalms 119, longest chapter in the Bible. Longest chapter. Na hii Psalms, ama pahali tumesoma, or the whole of Psalms 119, inatia manani neno la Mungu. It has 22 sections. Kila section talks about God's word. God's words. God's words. God's words. Kwa nini? Kwa sababu bila neno Wakristo hatuwezi simama. Bila neno hatuwezi endelea. Hebu fikiria wakati ulikuwa mgonjwa sana. Pengine ulikuwa hospitali ama ulikuwa nyumbani. Uko mgonjwa sana. Wakati huo pengine mchungaji alikuja. Anaweza kuwa alikuja na vitu vingine, lakini ni nini ilikusaidia sana? Si ni neno? Ni neno. Fikiria wakati ulikuwa na vita mingi, pengine vita katika huduma. Huo wakati ni nini ilikusaidia? Ni neno. Kwa hivyo ni vizuri sana, na Mungu anatuhimiza wakati huo na siku ya leo tutilie manani neno la Mungu. Neno. Juu kama uko na Biblia, kama ni hapa ama nyumbani, kama huko, ili neno ndio mwangaza. Psalms 105 nasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ni taa ya miguu, mwangaza, mwanga wa njia. Si unakumbuka taa, lamp? Hiyo si inakumulikia tu kidogo, si ndio? Pahali unaona saa hii. Kwa hivyo ni kusema neno ni taa ya kutuongoza every day. Kila pahali. Any decision you make, pahali uko, neno nalituongoze. Tukiongozwa na kitu kingine, hatutaona njia. Lamp to my feet. It's short term. Mwanga wa njia. Njia ni mwangaza, ikiangaza kwa njia ni kusema neno la Mungu ni taa saa hii na hata pahali unaelekea. Neno la Mungu la kumulikia saa hii na hata pahali unaelekea kesho na kuendelea. Neno la Mungu. Bila
hutaona, kwa sababu pia dunia, hata kama vile Paul alikuwa anaambia Wakristo wa Kolosi, kulikuwa na giza, kulikuwa na watu hawataki mema. Hata sisi pia katika safari yetu ya mbinguni, katika safari yetu ya kuendelea na neno la Mungu, pia kuko na giza. Tunahitaji taa, tunahitaji mwanga wa kutumulikia, guidance. Hiyo tunaweza tuipata katika neno la Mungu, na wahisi sana neno liwe la kutuongoza, la kulisoma, to meditate on the word of God and to obey. Praise the name of the Lord. So the word of God is our guidance. 106, there's verse 106. There is commitment in the word of God. The English says, a solemn oath is taken to follow righteous laws with the heart set on obeying the word of God to the very end. Praise the name of the Lord. Tuchukue neno la Mungu, sio tu wakati huu, tuendelee kushikilia neno la Mungu. Naona our mothers here, seritumeha kuma rĩrĩa maciarirwo matũrĩte na kiugo kĩa Ngai. Kuma rĩrĩa marĩ anini nĩ kiugo kĩa Ngai kĩmarehete. Ona rĩu marĩ akũrũ, o ta ũrĩa David augaga ndarĩ mũnini na nĩacokirie agĩkũra, ndarĩ ona mwĩhoki Ngai, atiganĩirio nĩ Mwathani. Praise the name of the Lord. So, kwa hivyo neno la Mungu tutalishika leo, tutalisoma leo, tutaendelea hata kutii neno, sio tu leo mpaka mwisho. Praise the name of the Lord. Word of God. Wakati tuko hapa duniani na tunaendelea kufanya kazi ya Mungu, tunakutana na mambo kama vile neno la sema in English, despite suffering and constant danger, I will not forget. The psalmist does not forget or abandon the law of the Lord. Despite suffering and constant danger, hata kama napitia, si tunapitia mambo ngumu, tunapitia mambo magumu katika maisha yetu, tukilea watoto, tukiwa biashara, tuko na mambo ya ugonjwa, tumeachwa na watu wapendwa wetu, ni neno la Mungu litatusimamisha. Praise the name of the Lord. Ni neno, hakuna rafiki atakuja alafu atatoka. Kanisa tutakuja siku moja, siku ya pili hatuko. Lakini tukiwa watu wa kusoma neno na kuzama katika neno, hata wakati tunapitia magumu, tunaweza simama. Tunaweza kuwa na mizizi ya kutuendelesha katika hii safari. Word of God protects us. The word of God is a protection. The word of God protects us. Kindly give me verse 110. Neno la Mungu linakuwa msaada, kwa sababu wakati watendao uovu wamenitegea mtego. Tumetegewa mitego. Shetani si anaendelea kitutegea mitego. Si tuko na adui pia katika maisha yetu. Tuko na adui hata katika huduma. Kuko na adui hata watoto wetu pia wako na adui. Hakuna pahali hatuna adui. Kwa sababu naye shetani kazi yake ni kututoa katika uwepo wa Mungu. Kazi yake hataki tutembee na Mungu. Kwa hivyo hiyo wakati tuko hapo, watendao uovu wametutegea, watendai uovu anaendelea kutusunguka, njia yetu tutaepuka tukiwa tu watu wa kusoma neno, watu wa kutafakari neno, watu wa kutii neno. Hata wakati tuko na furaha, kwa sababu maisha leo pengine mnapitia magumu,
Lakini pia kuna wakati tunakuanga na furaha, kwa sababu nalo neno la Mungu ni furaha. The word of the Lord is our joy. Praise the name of the Lord. So hata wakati pengine tunapitia wakati wa furaha, tusisahau neno la Mungu. Don't abandon the word of the Lord. Despite the season, neno la Mungu liwe msaada na liwe la kututia nguvu, ndio tuweze kuwa na mizizi imara, kujengwa ndani ya Kristo. Na Paulo akaendelea kuwatia nguvu, akaendelea kuwahubiria, akaendelea kuwatia nguvu, ndio kila kitu walikuwa wanafanya wakiendelea katika maisha yao, wasimsahau Mungu. Ni kwa sababu it is only in God, it is only in God, it is only in the word of God that we will be able to withstand, we'll be able to withstand the evils, we'll be able to withstand the challenges of life. Tukiwa katika ndani la neno la Mungu, tunapata nguvu na tunaweza simama. Kwa sababu mambo ni mengi, tunaweza tusisimame. Mambo ni mengi katika maisha yetu, lakini Mungu atusaidie tuwe watu wa kusoma neno. Wakati mwingine sio rahisi kusoma neno, sio rahisi kuendelea tukimeditate on the word of God, but there is God. The word of God being a lamp. You know that lamp haiwezi kuwa na mwangaza bila mafuta. Praise the name of the Lord. That lamp, for it to light, hiyo taa ndio ikae ikiwa na mwangaza, ni lazima iwe na mafuta. Na mafuta ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu tunamhitaji, ndio hii taa ya neno la Mungu iendelee ikiangaza katika maisha yetu. How do you get the Holy Spirit of God? Kusoma neno na pia kuwa pahali popote neno liko. Neno saa hii tunaongea mambo ya neno tukiwa kanisani. Neno la Mungu linaendelea hata tukienda district, sio? Neno la Mungu liko kila pahali. Kwa hivyo ni kusikiza neno la Mungu tukiwa hapa. Tukiendelea next week tutakuwa na fellowship. Tutakuwa na fellowship za district. Tembea pale, sikiza neno. Kwa sababu neno la Mungu litakutia nguvu, neno la Mungu litakupigania vita, neno la Mungu litakupatia amani, neno la Mungu litakusaidia kusimama katika hii njia tunaendelea ya kwenda mbinguni. Na sio tu kusikia neno, sio tu kusoma neno, ni kusikia neno na kutii neno. May the word of God be part of our lives. Neno la Mungu, kama tunataka kuwa na mizizi imara ya kiroho, hatuwezi bila kusoma neno. Hatuwezi bila kusikiza neno. Hatuwezi bila kufuata neno na hata kulitafuta. There are so many things that are shaky. Kuna mambo mengi yenye inaweza kututoa katika uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu naye ametupatia baraka nyingi. Mungu naye ametubariki na watoto. Mungu naye ametubariki na familia. Mungu naye ametubariki na mambo mengi. Simeona Naivera hapa wakiendelea kufanya kazi yao. Na wametumia neno. Kwa hivyo hata kazi yenye unafanya iwe imejengwa katika neno la Bwana. So hiyo mambo yote inaweza kututoa katika uwepo wa Mungu, na ndio Mungu anatuhimiza leo tuwe watu wa kusoma neno. We immerse ourselves in the scriptures so that we are not tossed. Si kuna watu wako
There are so many teachings. Si ndio? Yeah, the teachings are many. And they are all over in the social media, wherever. Hata vitabu vimeandikwa. Work in a publishing firm. Kuna vitabu. And some of those books, maybe they are false teachings. Utajuaje Mkristo kama husomi neno? I thank our church. We have discipleship. We have TE, where we are taught the word of God. Tunasomeshwa neno la Mungu. Uko hapo, pengine hujakuwa registered, hujajiunga na hizo vikundi za Christian education, pahali kanisa imetenga, tuwe tunasoma neno, tuwe pamoja, tunaongea mambo ya neno la Mungu. Na wahimiza sana, na nasikia katika roho yangu, tunatakiwa kabisa tushikilie neno, kwa sababu bila neno mambo ni mengi, wafuazi ni wengi, walimu ni wengi. Tutasimamaje bila kulisoma neno? Neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni mwangaza, neno la Mungu liko na nguvu, neno la Mungu lina uwezo, neno la Mungu la ponya, neno la Mungu la okoa, neno la Mungu la dumisha. Naomba hili neno liwe katika roho zetu, lituongoze kama kanisa, ndio tuendelee kujengwa mizizi imara ya kiroho kupitia hili neno la Mungu. Mungu awabariki na watende mema. Tuombe. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we want to thank you and to worship you because you are our God and you are our Father. Thank you for teaching us about your word. We so much desire to read the word of God. We so much desire to immerse ourselves in the scriptures. On our own, we cannot make it. We pray for the Holy Spirit of God to guide us, the Holy Spirit of God to encourage us, the Holy Spirit of God to be our teacher, and that we will not only be readers of the word of God, we will not only meditate on the word of God, but we shall obey the word of God and allow the word of the Lord to transform us so that we can be your faithful servants. In the name of Jesus we pray and we give thanks. God bless you as you continue to interact with his word. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie. Twathiũrũrũkĩrio nĩ thũ citũ cia ngoro, hĩndĩ ĩyo kiugo kĩa ma gĩgatũmĩrĩria. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa ma na gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩa gũtũtara. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo gĩa gũtũmĩrĩria, na nĩkĩo gĩa gũtũhotithia. Bwana asifiwe. Tumesikia neno. Neno ni taa, neno ni mwanga. Tuendelee kusoma neno, tutembee neno, tukae neno, kila kitu kiwe ni neno. Bwana asifiwe. Asante our elder Mary, may God bless you. Uendelee kuongezewa zaidi, posa ukisimama usikose neno la kupeana. Bwana asifiwe. Tuthiete wega,
turacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gututwara wega uguo, na ni turakinya mwisho wa githomo kia miaraho ya umuthi, na tugukira na iguru tuge national church anthem. Ni kuri ya Gikuyu. Baba, twakuomba utupe nguvu zako tunapofanya kazi yako takatifu, kuhubiri injili yako kwa watu. Parokia Kahawa West, Baba, twaahidi kushika neno lako na kutenda jinsi neno linavyosema. Bariki parokia ya Kahawa West. Wita mutungatiri nigetha benediction. Thank you, Miriam, for leading us so well. Bwana asifiwe. Tuko salama. Nashukuru Mungu hata kwa ajili ya kila mmoja wetu kuweza kufika kanisani. Mungu awabariki. Sasa na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tuwasema ni asanti, maana umenena nasi kupitia kwa neno lako. Na tunajua ya kwamba neno lako ni wewe Mungu wetu. Tunajua la kwamba neno lako linatupa tumaini. And there is no one who hopes in you who will ever be put to shame. Heavenly Father, we thank you for your word. We pray that your word will continue to be a lamp for our feet and a light to our path. We pray this afternoon, O God, that as we part ways, will you go with us. Probably you are there na ulikuwa ungependa tuombe pamoja. Naweza kuinua mkono wako tuamini pamoja. Labda uko pale na hujaokoka na umesikia neno ndilo linabadilisha, neno ndilo linaokoa. Tukiamini Mungu anatuokoa, anatuosha ama anatusafisha dhambi zetu. If you're there, you need a prayer, just raise up your hand. If you're there, you want to give your life to Jesus, neno tumelisikia. Kwa pale ungependa kuokoka? Tuombe. Baba wetu, tuwakabidhi wajoli wako mikononi mwako, ambao wameinua mikono yao kwako kwa sababu wameweka imani yao ndani yako. Tunajua ya kwamba hakuna jambo lililo ngumu kwako. Wewe ni muweza wa yote, na katika hali zao tofauti Bwana, tunaomba uingilie kati, ukutane na mahitaji yao. Walio wagonjwa Bwana, tunaomba uponyaji. Waliopungukiwa kwa hali ya fedha Bwana, tunaomba uwabariki ili wakaweza kukutana na mahitaji yao, kwa sababu tunajua wewe, silver and gold belongs to you. Tunakuomba Bwana kwa ajili ya wale hawana amani, ambao wangependa kuwa na utulivu, kwa sababu wewe you are the Prince of Peace. Tunakuomba Bwana uweze kuwapa amani, wawe na utulivu, wakaweza kuendelea na maisha yao. Wale Bwana wanakuaminia kwa biashara zao, wanakuaminia watoto wao, tumekabidhi hoja hizi zote mikononi mwako. Tunajua ya kwamba wewe unaweza. Wewe ndiye mlinzi wetu, wewe ndiye mchungaji mwema. Na kama vile neno lako limetukumbusha ya kwamba hata maadui wakituinukia Bwana, neno lako litatukinga. Tunaomba Bwana neno lako liweze kuwakinga katika jina la Yesu Kristo. May your word preserve their lives. May your word preserve their families, their children, and all that concerns them in the name of Jesus Christ. And may your word guide them, ili Bwana wasipotee, lakini Bwana waendelee kuweka tumaini lao ndani yako. Na pia kwa ahadi zako
kwa sababu ni za milele. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana, kama kanisa lako, kama watu wako, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya imani yetu wiki ijayo Bwana. Mahala popote ambapo tutakuwa, tunaomba baraka zako ziandamane pamoja nasi. Kumbuka familia zetu Bwana, mahala popote walipo, tunaomba uwahudumie. Na sasa na wakabidhi kwa Mungu Baba aliye Baba yetu, na ili awape amani hiyo ipitayo akili zote na fahamu ya mwanadamu, ili iweze kuwahifadhi na kuwalinda mahala popote mtakuwa mkifanya biashara zenu, kazi za kuajiliwa. Hiyo amani iwafikie watoto wenu na wapendwa wenu walio mbali na karibu. Nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe nanyi, ziwe kwenu, ziwe pamoja nanyi mkifanya kazi zenu mahala popote mtakapokuwa. Hizo baraka ziwahifadhi, hizo baraka zitutangulie, hizo baraka ziwe nasi na ni kutoka sasa na hata milele. Amen. Asante mchungaji, tumefika mwisho wa ibada. Ambao tumeongoza ibada siku ya leo ni Jopa District, na ambaye nimeongoza ni Miriam Wangoi wa Elder Wilson. Bwana asifiwe kwa ajili ya wageni. Bwana asifiwe. Kwa sasa tutainuka tupeleke Bible Festry na tuine udogorie Mwathani. Bwana asifiwe. Udogorie Mwathani Yesu Demo